Watu wengi si maskini kwa sababu walizaliwa sehemu fulani, wala si kwa sababu dunia ni ya dhuluma, na wala si kwa sababu pesa ni ngumu kupatikana. Hapana. Watu wengi hubaki maskini kwa sababu wanaishi katika tabia zile zile dhaifu kila siku. Na ukitaka kutoka kwenye mzunguko huo, lazima ufahamu jambo moja. Hauwezi kubaki maskini kama tabia zako za kila siku zinakulazimisha kuwa tajiri. Usiogope. Katika video hii nitakuonyesha ni tabia zipi zinazolazimisha mafanikio. Si maneno matamu, si hadithi za kubembeleza. Haya ni mambo ambayo ukiyafanya kila siku, akaunti yako ya benki lazima ibadilike. Twende kazi. Namba 1. Fikiri kama mshindi. Mshindi haamki na kujiuliza kama ataweza kushinda, bali anaamka akijiuliza, leo nashinda vipi? Mawazo yako ndiyo yanajenga maisha yako. Ukiamka umejaa hofu, visingizio, lawama na mashaka, utafanya maamuzi ya mtu anayetarajia kushindwa. Na watu wa aina hiyo hawatajiriki. Utajiri unaanza na jinsi unavyofikiri. Mshindi anaangalia tatizo na kuona njia ya kupenya. Anaangalia maumivu na kuona ukuaji. Anaamini anaweza hata wakati wengine hawaoni. Ukibadilisha mawazo yako, unabadilisha maisha yako. Namba 2. Acha wivu. Wivu ni njia ya haraka ya kubaki maskini. Unaangalia mafanikio ya mtu, na badala ya kuhamasika, unaanza kujisikia vibaya. Unaona wivu. Unaanza kujiambia wamebahatisha, au wamedhulumu, au wamesaidiwa. Wakati huo huo, unapoteza nguvu ambayo ungeitumia kujenga maisha yako. Elewa hili. Kila dakika unayoitumia kumchukia mwingine ni dakika unayoipoteza kwa kutoboresha maisha yako. Matajiri hawaoni wivu. Wanaangalia, wanajifunza, wanaiga hatua zinazofanya kazi. Badala ya kujiuliza, kwa nini yeye? Jiulize, nitapata vipi ujuzi alionao? Nitatumia vipi mbinu zake? Wivu utakupofusha, shauku itakujenga. Namba 3. Penda kazi yako. Ukichukia kazi yako, utaishi kama mtu anayeburuza miguu. Na hakuna mtu aliyekufanikiwa kwa kuburuza miguu. Sio lazima upende kazi ulionayo milele, lakini lazima upende kufanya kazi. Upende mchakato wa kukua. Upende kusukuma mpaka uendelee. Mtu anayependa kazi yake anasonga kwa kasi. Anadumu. Anafanya kwa nguvu ambazo watu wengine hawana. Shauku huongeza juhudi, na juhudi huleta matokeo. Namba 4. Usiogope hatari. Maamuzi ya kawaida huleta maisha ya kawaida. Kama unataka uhuru, pesa na maisha bora, lazima uchukue hatua zinazoogopesha kidogo. Ukweli ni huu. Hatari nyingi hazina hatari yoyote. Ni mazoea tu ya hofu. Kuanza biashara ndogo si hatari. Kuanza kujifunza ujuzi mpya si hatari. Kuweka kazi yako mtandaoni si hatari. Hatari kubwa ni kubaki pale ulipo, huku ukitumaini mambo yatabadilika yenyewe. Watu wanaofanikiwa ni wale wanaochukua hatua, na si wale wanaosubiri siku nzuri. Namba 5. Tenga muda wa kujifunza. Kila muda unaowekeza kwenye kujifunza ni riba itakayokufuatilia maisha yote. Mtazamo wa kimaskini: nina muda gani wa kusoma? Mtazamo wa kitajiri: ninawezaje kubaki mjinga? Soma vitabu, jifunze ujuzi mpya, sikiliza watu waliofanikiwa, jifunze stadi za fedha, biashara na teknolojia. Ongeza thamani yako kila siku. Jifunze hata dakika 20 kwa siku. Maarifa hujizidisha, na hatimaye thamani yako itakuwa kubwa mno kwa wewe kubaki maskini. Namba 6.
Jizungushie watu sahihi. Mazingira yako yana nguvu kuliko maamuzi yako. Ukizungukwa na watu wavivu, utakuwa mvivu. Ukizungukwa na watu waliokata tamaa, utakata tamaa. Ukizungukwa na watu wa visingizio, utarithi visingizio. Lakini ukizungukwa na watu wanaotaka kujenga maisha bora, viwango vyako vinapanda. Unaiga nidhamu yao, unaiga ubunifu wao, unaiga mtazamo wao. Mazingira mazuri yanakulazimisha ukue. Mazingira mabovu yanakuvuta chini. Namba 7. Amka mapema. Kuamka mapema kunakupa utawala. Ukiamka mapema, unaianza siku yako ukiwa na faida ya muda. Unafanya mambo mapema kabla hujaanza kupata usumbufu. Unafikiri vyema na unakamilisha mengi. Watu wengi huchelewa kuamka na kisha hutumia siku nzima kukimbizana na muda. Washindi huamka mapema na huifanya dunia ianze kuwakimbiza wao. Mafanikio ni pamoja na kuanza mapema. Hivyo anza siku yako mapema. Namba 8. Fikiri kwa uhalisia. Unahitaji ukweli, si matamanio, si ndoto zisizo na malengo. Kufikiri kwa uhalisia inamaanisha kujiuliza maswali. Nini kinafanya kazi? Ni hatua zipi zitakazonisogeza karibu na pesa? Nini naweza kufanya leo chenye umuhimu? Inamaanisha kuukubali ukweli. Ni ujuzi upi sina? Ni tabia zipi zinazonirudisha nyuma? Ni madhaifu yapi yananipotezea muda na pesa zangu? Ukweli ni muhimu kuliko matamanio. Ukifuata ukweli, unajijenga. Ukifuata hisia, unabaki pale pale. Watu wanaofikiri kwa uhalisia hawangoji miujiza. Wanaunda mifumo inayoleta mafanikio. Namba 9. Tumia chini ya unachopata. Hii ndio sheria rahisi ya utajiri na ndogo kuliko akili ya wengi. Watu wanapenda kuonekana wana pesa. Wananunua vitu ili waonekane wapo matawi ya juu na ili kuwafurahisha watu wasio wajali. Lakini ukweli ni huu: ukizidi kutumia kuliko unavyopata, utabaki maskini milele. Ukidhibiti matumizi yako, unapata nguvu. Unapata nafasi ya kuwekeza. Unapata uhuru wa kupanga maisha yako. Na hiyo ndio siri halisi ya utajiri. Namba 10. Wekeza pesa zako. Kuweka akiba pekee hakutoshi. Pesa lazima ifanye kazi. Wekeza kwenye biashara, hisa, elimu, ujuzi au miradi midogo midogo inayokuzalishia kipato. Pesa yako inapaswa kukua ukiwa usingizini. Hapo ndipo unapotoka kwenye mtego wa muda kwa pesa. Watu wanaobaki maskini ni wale wanaofanya kazi kwa pesa, na watu wanaofanikiwa ni wale wanaoitumia pesa kuwafanyia kazi. Namba 11. Kuwa mgumu. Maisha yatakupiga. Mipango itaharibika. Watu watakukatisha tamaa. Utasalitiwa. Utaanguka mara nyingi. Lakini mafanikio si kuepuka mapigo. Ni kusimama tena kila mara. Ukijenga roho ya uthabiti, ya kutokata tamaa, unakuwa mtu asiyezuilika. Kila kushindwa kunakuwa ni somo. Kila maumivu yanakuwa nguvu. Kila changamoto inakujenga. Udhaifu unakufanya ubaki maskini. Uthabiti unakufanya kuwa mshindi. Namba 12. Kumbuka muda ni mchache. Huu ndio ukweli ambao wengi hawataki kuukubali. Huna muda wa milele. Huna nafasi zisizoisha. Huna kesho isiyofika. Kila siku unayopoteza ni siku ambayo hautawahi kuirudisha. Kila mwaka unaosema nitafanya baadaye,
Ni mwaka ambao ungeweza kubadilisha maisha yako. Ukijua muda ni mdogo, unabadilisha vipaumbele vyako mara moja. Unaacha kuahirisha. Unaacha kuogopa. Unaanza kufanya. Unaanza kusonga. Unaanza kujenga. Muda ni sarafu ya maisha. Utumie vizuri. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.